Umaskini kwa maana ya umaskini wa kipato na uwezo wa kupata kipato kikubwa ni kanuni. Kuna kanuni ambazo ukizifuata zinakuletea matokeo na kuna kanuni ambazo ukizifuata zinakupa madhara. Kwa hiyo popote pale ambako uko leo na level gani ulioko kwa kiwango chako cha kipato ulicho nacho, ni kanuni fulani ambazo umeendelea kuziishi na kanuni hizo zimeendelea kukupa matokeo. Kwa maneno mengine, kuna kanuni kubwa za aina mbili. Kuna kanuni moja inaitwa kanuni ya umaskini na nyingine inaitwa kanuni ya utajiri. Ukifuata kanuni yote kati ya hizo utapata matokeo yanayoendana na kanuni. Kanuni ya kwanza kabisa ni kanuni tunayoita kanuni ya umaskini. Maana yake ni kwamba ukifuatilia kanuni obvious unaukaribisha umaskini wa kipato kwenye maisha yako. Kanuni inasemaje? Kanuni inasema kwanza utapata kipato chako. Kipato chako chochote kinachotokana na aidha umeajiriwa au unafanya biashara. Lakini kitakachofuata tu baada ya kupata kipato yatafuata matumizi. Utaanza kutumia. Na unatumia kwenye yale matumizi ambayo tunasema sio lazima yawe needs kama tulivyojifunza, lakini inawezekana hata kawa ni wants. Ukaanza kutumia kwenye vitu vya kawaida ambavyo sio lazima, sio necessities, ni vitu vya kawaida lakini ukaamua kuvitumia. Kisha ukishamaliza matumizi yako ndio unaanza kujiuliza swali. Hivi kweli nimebakiwa na pesa ya kuweka akiba au ya kufanya uwekezaji? Sasa hii tunaita kanuni ya umaskini kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba nikipata kipato nitatumia kwanza, alafu kisha ndio nijiulize nimebakiza nini ambacho naweza nikaweka akiba au nikawekeza. Kanuni hii siku zote hapa itakupa sifuri. Ndio maana watu wote ambao wanasema sina hela kuwekeza, sina akiba ya kuweka, ni kwa sababu waga wanatumia hii kanuni. Kwa sababu siku zote matumizi huwa hayaishi. Ukipata pesa ukaingiza kwenye matumizi, lazima tu itakuja kuisha. Kanuni ya pili tunaita ni kanuni ya utajiri au kanuni ya ongezeko la kipato. Kanuni ya utajiri inasema hivi, nikishapata kipato changu, mara tu baada ya kupata kipato changu, kinachofuata baada ya kupata kipato ni kuweka akiba au kuwekeza pesa zangu. Nikishamaliza kutoa fungu la akiba na uwekezaji, ndio ninaenda ninafanya matumizi. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo hizi kanuni mbili zinatofautiana. Sehemu kubwa kabisa ya muhimu ambayo inaleta tofauti ni hapa katikati. Wakati kanuni ya umaskini hapa katikati kuna matumizi, kanuni ya utajiri na ongezeko la kipato hapa katikati kuna akiba na kuwekeza. Tafsiri yake ni kwamba huyu hapa anatumia kanuni ya George Clason. Kwa anatumia kanuni ya George Clason. Kwa maana yake ni kwamba hakikisha unajilipa mwenyewe kwanza kuweka akiba na uwekezaji kabla hujapeleka kwenye matumizi. Ukiishi kwa kanuni hii, uhitaji mtu yoyote akulaani kwamba utakuwa maskini. Ukiishi kwa kanuni hii, hata mtu akitaka usifanikiwe kifedha, utakuja kufanikiwa kifedha. Sijua wewe umekuwa ukitumia kanuni gani kati ya hizi, lakini ushauri wangu, kwa nini kuanzia leo usianze kutumia kanuni hii ya namba 2 ili kusaidia kuongeza kipato chako. Ninaamini kadiri utakavyoendelea kuitumia kanuni hii itaendelea kupatia matokeo ambayo unayahitaji. See you at the top.